Mara mingi unapata baada ya watu kupiga kura, kama baada ya mwaka ama muda mfupi, unapata wale wapiga kura wakianza kupiga kelele ya kwamba yule kiongozi ambaye walimchagua hayuko vile walitarajia, amebadilika. Ukifuatilia utapata ya kwamba hata hawakumjua. Si ati alibadilika, yuko vile tu alikuwa, ni vile wale walikuwa na matarajio ya kwamba ni mtu wa aina hii, lakini hawakumjua. Kwa sababu gani? Yule kiongozi kitu alihitaji pekee ni kuingia kwenye chama ambacho kinakubalika eneo hilo na watu wa eneo hilo. Kwa hivyo bora tu ameingia katika kile chama, sasa anajua nafasi yake ya kuchaguliwa inapatikana, na wale wapiga kura bora yule kiongozi ako katika ile chama hawataki kumjua, kumpeleleza zaidi. Wanaaminia tu ya kwamba bora kwa chama basi. Lakini wakati uchaguzi unapokamilika, sasa yule kiongozi anahitajika kuanza kudeliver kama kiongozi wa eneo hiyo kwa watu wale. Pale hajui. Yaani tuseme hana capacity ama hana interest. Unajua unaweza kuwa mtu yes ako na capacity, lakini yeye alienda pale kwa matarajio yake, ako na mambo zake yeye anataka kutimiza. Zenyu si zile zilikuwa zinamfanya atafute uongozi. Sababu kiongozi ako na sababu ile inafanya atafute uongozi, na wewe mpiga kura kuna ile sababu inafanya uchague yule kiongozi. Sasa ikiwa ni kama hamjapatana, sababu yako na sababu yake hazipatani, lazima mtagongana. So mimi ningependa kuambia mpigaji kura, kwa sababu ukimpigia mtu kura umempigia kwa muda wa miaka 5. Tafadhali chukua muda huu, kama sasa tuko na kama mwaka, wa kupeleleza wale viongozi wote ambao watakuja kutafuta kura yako. Iwe ni kura ya urais, iwe ni kura ya governor, ya woman rep, ya senator, ya MP ama ya MCA. Muaminie yule kiongozi kwa ile tabia amesha kuonesha. Kama tayari kiongozi fulani amesha kuonesha yeye ni wa drama, yeye ni wa vipindi, amini ya kwamba miaka ingine 5 ukimpa anaenda kufanya vipindi. Kama hapatikani, ukimpigia simu hapatikani, ujue miaka 5 utakayompa hatapatikana. Kama hajakuja wewe kukutafuta mpigaji kura kukuelezea sera yake, kwa hivyo yeye anadandia tu chama, ujue wakati atachaguliwa hivyo ndivyo atatoroka kwa miji na hamtampata tena. Fikiria sana value ya kura yako moja. Useme mimi kama mpigaji kura Dadson, kura yangu moja nitaipiga kwa kumakinika sana. Iwe ni kura ya MCA, iwe ni ya mtu fulani, ya tabaka gani ninachagua. Nachagua kwa kumuelewa kila kiongozi, na niko na muda sasa wa kupeleleza kila mtu. Nikiona kabisa huyu hatujamsikia tena, hivi ndio ameingia. Hivyo venye ameingia ndivyo atatoka. Na usijifunge sana, ninakushawishi sana, usijifunge sana kwa chama kama mpiga kura. Sababu chama kitaondoka, lakini yule kiongozi atabaki. Chunguza sana. Wengi watakuja saa hii, wengi watawatongoza saa hii wakitafuta hiyo kura. Lakini watakaobaki ni nyinyi wapiga kura, na mambo yenu, basari za watoto wenu, ile mambo yote ambayo itapatikana yule kiongozi mkishampa, akishapata daraja, akishaenda. Fikiria sana kama utampata tena. Kama hana utumishi ndani yake, tafadhali muachilie roho safi. Bure utalia miaka ingine 5.